Tumeanza kuangalia jambo la pili ambalo linapatikana katika msalaba wa Yesu, kwamba msalaba una nguvu ya kuvunja laana, una nguvu ya kuvunja laana. Kwa hiyo kama unafuatilia vizuri, tunaanza ngwe tena ya siku kwenda mbele. Kwa hiyo tunapoanza, najua Mungu atatupa vipengele kadhaa vya kutembea navyo kwa ajili ya kuvunja laana, kwa sababu msalaba wa Yesu umebeba nguvu ya kuvunja laana. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na ule wa 14. Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 13 na ule wa 14. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa, na katika Yesu Kristo tupate kuipokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo unaona pale msalabani, moja ya kitu ambacho Mungu alikuwa anakishughulikia ilikuwa ni laana. Pale msalabani, moja ya kitu ambacho Mungu alikuwa anataka kukiondoa kwenye maisha ya mtu ilikuwa ni laana. Sasa na asubuhi tumeona kwamba laana ni kitu gani, lakini kwa ufupi ni ile hukumu ya mtu kushushwa na kudhalilishwa. Ni hukumu ya mtu kushushwa na kudhalilishwa. Ni hukumu ya mtu kushushwa na kudhalilishwa. Lakini tukaona ni nguvu inayomletea mtu mateso. Yaani ni hukumu kwamba huyu mtu anahukumiwa. Laana ni hukumu. Mtu anahukumiwa kwamba maisha yake yawe hivi, lakini ile hukumu inakuwa imelenga mtu kumshusha. Anashuka kiuchumi, afya inashuka, anashuka kiakili, anashuka. Yani ni ile hukumu ya mtu kushushwa. Kule kushuka kunaambatana na kudhalilika, kunaambatana na kudhalilishwa. Kwa hiyo laana ni ile hukumu ya mtu kushushwa na kudhalilishwa. Lakini sema ni nguvu isiyo ya ulimwengu huu inaompa mtu mateso au inaomwinulia mtu mateso. Ni nguvu isiyo ya ulimwengu huu inayomwinulia mtu mateso, inafanya mtu aishi maisha ya mateso, na inafanya mtu aishi maisha ya huzuni. Sasa jioni ya leo tamani tuangalie sababu za laana. Sababu za laana. Tunapotaka kuangalia sababu za laana, nataka nirudie jambo hili kwamba tuliona ili kuiondoa laana hatuwezi kuikwepa toba. Ili kuiondoa laana hatuwezi tukakwepa maungamo. Ili kuiondoa laana ni lazima tufanye toba, lazima tutubu, kwa sababu maandiko yalituonyesha kwamba laana haiwezi ikaingia tu kwenye maisha ya mtu hivi hivi, lazima iwepo sababu. Kwa hiyo ili kuiondoa laana ni lazima kuondoa sababu hiyo inayofanya laana kuwepo. Sasa nianze tena na andiko la Mithali 26:2 tunapoangalia sababu za laana. Mithali
26:2. Kama shomoro katika kutangatanga kwake, kama mbayuwayu katika kuluka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Yaani ukiona mtu amepigwa na laana, maana yake kuna sababu. Yako mambo ambayo yamesababisha huyo mtu apigwe na hiyo laana. Haiko laana ambayo inaweza ikaingia tu kwenye maisha ya mtu, ikapiga maisha ya mtu, ikaharibu maisha ya mtu, ikatesa maisha ya mtu kama hakuna sababu. Na uelewe hivi, laana moja ya kitu inachofanya ni kufungulia msululu wa matatizo kwenye maisha ya mtu. Yaani kipimo wakati mwingine, kwa sababu mtu anaweza anajiuliza, je, kuna maisha yangu mimi labda kuna laana fulani? Kuna laana fulani? Laana ikiingia kwenye maisha ya mtu, inamfungulia mtu msululu wa matatizo na matukio kwenye maisha. Kuna matukio mengi, napita hili linakuja hili, napita hili linakuja hili. Kwa hiyo laana ikiingia, ikimpiga mtu, inafungulia msululu wa matukio kwenye maisha ya mtu. Sasa kinachofanya laana kuwa na nguvu ni kwa sababu ni maneno ya adhabu na hukumu kwa makosa ya kweli. Manake kumbe laana inatokana na makosa, na kinachofanya laana kuwa na nguvu ni yale makosa yanakuwa sio ya kusingiziwa. Hili andiko ambalo nimekusomea, yani linatuonyesha hivi kwamba laana ina jicho la rohoni. Yani inaona kwamba huyu mtu kweli anastahili kufanyiwa hivi ambavyo anatakiwa kufanyiwa. Yani inaona, kwa sababu inasema laana haimpigi mtu pasipo sababu. Maana yake linakuwepo jambo, inakuwepo sababu. Hiyo sababu ndiyo inayofanya laana impige huyo mtu. Laana ikikosa sababu haimpigi mtu. Laana ikipata sababu inampiga mtu. Labda kwa lugha tu ya kawaida ambayo natamani uipate ili labda utanielewa vizuri, kwamba laana ni maneno pingamizi, yaani maneno ya kukupinga, maneno ya kukushusha, kwa sababu laana inatamkwa na mtu, na wakati mwingine laana inasababishwa na mtu. Yaani kuna laana ambayo mtu anaipata kwa kutamkiwa. Ni mtu anaamua kumlaani mtu, ni mtu anaamua kumlaani mtu, anasema bwana, huyu mtu kwenye maisha yake yote asifanikiwe. Maana yake hiyo ni hukumu ya kushushwa. Kama alikuwa ana mafanikio fulani, yale mafanikio yanapokutika, anashuka chini. Wakati anashuka chini na kudhalilika kunaambatana na huyo mtu, na kudhalilika kunaambatana na huyo mtu, yaani panakuwa na matukio ya kumwaibisha. Wakati anashuka chini, watainuka watu wa kumdai kwa namna ya kumwaibisha. Wakati anashuka chini, linatokea jambo jingine la yaani laana, mtu anaposhuka chini linakuwepo na jambo linaloambatana na kumwaibisha. Sasa ni maneno pingamizi. Huyu mtu hatakiwi kufanikiwa, huyu mtu hatakiwi kujenga nyumba. Kama huyu mtu alikuwa amefikia hatua ya msingi, atakiuza kiwanja na msingi wake, kwa sababu hukumu inasema hatakiwi kujenga nyumba.
Sasa hiyo hukumu inachofanya inaangalia, je, huyu mtu kweli anastahili kufanyiwa hivi? Yaani amefanya jambo la kufanya mpaka asijenge nyumba? Hukumu hii ikiona kwamba kweli huyu mtu anastahili, anapata hiyo adhabu, hajengi nyumba, anapata hiyo hukumu, hajengi nyumba. Kwa hiyo laana ni maneno pingamizi. Mtu anaweza kumlaani mtu, yaani kuna laana ambayo mtu anaipata kwa kulaaniwa na mtu, lakini kuna laana nyingine ambazo mtu anazipata kwa matendo, yaani yale anayoyafanya yanafungulia laana, yanasababisha laana. Hayuko mtu wa kumwambia umelaaniwa katika hili, lakini kile tu anachokifanya kinafungulia laana kuingia kwenye maisha ya kwake. Lakini kuna mwingine ni laana za kuzaliwa au kurithi, yaani amezaliwa kwenye ukoo, amezaliwa kwenye familia ambayo wana aina fulani ya matukio, wana aina fulani ya matatizo. Yaani kuna hukumu imeshatolewa kwenye hiyo familia, hakuna kuolewa, hakuna kuoa. Hii hukumu inaangalia hawa watu wanastahili. Ikiona kwamba wanastahili, ndiyo maana kusema laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Yaani hivi, mtu akiinuka anze kukulaani, utaona kama utafanikiwa. Kama hamna sababu yoyote ya wewe kutokufanikiwa, utaendelea kufanikiwa. Lakini zikipatikana sababu za wewe kutokufanikiwa, haufanikiwi. Hii ndiyo maana laana isiyo sababu haiwezi kumpiga mtu. Sasa natamani uelewe kwamba yako mambo yanayosababisha laana kwenye maisha ya mtu. Viko vitu ambavyo vinaleta laana kwenye maisha ya mtu. Ili iwaje? Ili iwe hivi, kwa sababu hapa tukipata ufahamu huu, tutaomba msalaba wa Yesu uondoe hizo laana kwenye maisha yetu. Laana zikiondoka, ni lazima tuepuke mambo yanayoleta laana. Ni lazima tuviepuke vitu vinavyoleta laana. Ni lazima tuviache vitu vinavyoleta laana. Ili iwaje? Tuishi maisha ya baraka. Kwa sababu laana inaweza kuingia kwenye maisha ya mtu na kutoka, ikaondoka, lakini ikarudi tena kwenye maisha ya mtu, ikaondoka, lakini ikarudi tena. Sasa badala yake nazungumza ili uelewe vitu vinavyosababisha laana, uviepuke kwenye maisha yako, ili tutakapokuwa tunaomba kule, kuomba kwetu kuwe na matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mambo yanayoleta laana au sababu zinazofanya laana ingie kwenye maisha ya mtu. Nizungumza asubuhi, andika moja: kudharau wazazi. Kudharau wazazi. Kudharau wazazi. Kudharau wazazi. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 27:16. Kumbukumbu la Torati 27:16. Na alaniwe amdhalauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Simseme amina sasa, au ampo? Bwana Yesu asifiwe. Nirudia kusoma, labda ampo. Biblia inasema hivi: na alaniwe mtu amdhalauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Yaani mtu anasema, yaani watu wote waseme amina, maana yake na iwe hivyo, na iwe hivyo,
na iwe hivyo. Sasa angalia, anasema hivi, mtu akimdhalau baba yake analaaniwa. Mtu akimdhalau mama yake analaaniwa. Ni kwa kuto kumheshimu tu baba, ni kwa kuto kumheshimu tu mama, unajivutia laana kwenye maisha yako. Nirudie kitu fulani hapa. Hili jambo ndani ya moyo wako tu, ukionyesha kumdhalau mama yako, kuna laana inapiga maisha yako, hauendi kokote. Ukionyesha kuto kumheshimu baba yako, kuna laana inapiga maisha yako, kwa sababu panakuwa na sababu. Laana isiyo na sababu haipigi mtu. Unapigwa na laana kwa sababu umewadhalau wazazi. Yaani unayafungulia mapepo ya adhibu ya haribu maisha yako kwa sababu umewadhalau wazazi. Hasa ni Musa anasema, manake mtu yoyote yule asipowaheshimu wazazi wake amefungulia laana kwenye maisha yake. Kwenye kitabu cha Mithali 20 mstari wa 20, amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Yaani yeye anayemlaani baba yake, kumlaani ndiyoko kumdhalau, na yeye anayemdhalau mama yake, maandiko anasema taa yake itazimika katika giza kuu. Kipawa chake kitazimika katika giza kuu. Mafanikio yake yatazimika katika giza kuu. Kwa nini? Amemdhalau baba, amemdhalau mama. Sasa unajua kunakuwa na changamoto fulani hivi kwamba hasa ukikutana, ikiwa bahati mbaya kawa na wazazi ambao hawajaokoka afu umeokoka, hiyo ndio changamoto sana. Nahitaji hekima ya Mungu, hekima ya Mungu kubwa sana. Mungu anatujua wote. Alikuwa anajua hivyo kwamba utazaliwa kwenye hiyo familia. Alikuwa anaelewa utazaliwa na huyo mama, huyo baba. Alikuwa anaelewa. Mungu anataka umheshimu. Umheshimu. Yaani sio uyabebe yale anayoyafanya, umheshimu. Sio kubaliane na yale anayoyafanya. Mungu anataka umuonyeshe heshima, kwamba huyu ni baba, huyu ni mama. Yaani Mungu anatotaka kwa mzazi ni wewe kumpa heshima mzazi. Yaani ukimpa heshima mzazi, kwa lugha nyingine unazuia laana kwenye maisha yako. Usipompa heshima mzazi, kwa lugha nyingine unafungulia laana kwenye maisha yako. Sasa kwambii ukubaliane na hayo mambo. Unajua huyu ni baba, lakini yakifika mambo yasiyo ya kimungu hauungani naye, ila ni baba. Heshima yake kama baba iko pale pale, kwa sababu umetokana na yeye, umetoka kwa yeye. Anabaki kuwa mama, lakini yakifika kwenye mambo ambayo si mapenzi ya Mungu, hatuungani naye. Huyu ni mama yetu kweli, lakini mambo ya ushirikina, mambo ya kwa waganga, hayo hamna. Hapo mama unisamee, mimi siwezi kunanii hiyo, siwezi kubeba hiyo. Lakini ni mama.
heshima ya kumheshimu kama mama, hiyo ndiyo inayozuia laana isikupate. Kwenye kitabu cha Injili ya Marko, nikuongeze hiyo. Kwenye kitabu cha Injili ya Marko sura ya 7 mstari wa 10. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa mbalimbali kweli. Hivi unaona sasa kwamba unaweza ukafa kwa sababu ya kumdharau tu mama yako. Yaani unakufa sababu ya kifo, wewe umemdharau mama. Ndio unaweza ukaelewa kwamba kwa nini vijana wengi sasa hivi wanakufa katika hali ya ujana. Watu wengi wanakufa katika hali ya ujana kwa sababu ya ile dharau. Yaani kumdharau mama au kumdharau baba ni kufungulia mauti kwenye maisha yako. Yesu anasema, huyu ni Yesu, kufa na afe. Maana anayemdharau mama au baba amefungulia mauti. Hili neno kumdharau limeenda linatofautiana. Hapa anasema amtukanaye baba yake au mama yake. Chunga sana usimtukane baba yako hata moyoni mwako tu. Chunga sana usimtukane mama yako hata moyoni mwako tu. Yaani unasema mbona yaani unatukana tu ndani ya moyo wako. Bahati mbaya kwamba Mungu anaisikia hiyo sauti. Bahati mbaya kwamba mapepo yanaisikia hiyo sauti. Yakisikia anasema huyu amemtukana mama yake, anastahili nini? Kufa na afe. Andiko linasema hivyo, kufa na afe. Chunga mno maneno, sio kuongea neno la kumtukana mama yako, kumtukana mzazi wako hata ndani ya moyo wako, kwa sababu wengi wana ule uwezo wa kunyamaza katika damu na nyama, mwilini, kwenye mdomo, lakini kwenye moyo anamdharau baba yake, anamtukana baba yake. Ni ndani ya moyo anamdharau, anamtukana. Hili jambo linafungulia laana. Hapa hata kama ungemwagiwa mafuta ya upako dumu nzima, hautoki. Kwa sababu hivi ni vitu automatic na kanuni haziwezi kupingana. Yaani Mungu ameweka namna isiyoweza kupingana. Ukimdharau baba au mama, hayako maombi. Hata kama ungevunja mwezi mzima, hautoki kwenye hiyo laana, kwenye hicho kifungo, hautoki kwenye hiyo mauti. Sasa ni vizuri ukaelewa kwamba kumdharau mzazi kunaleta laana. Sasa ni jambo ambalo linaleta laana kwa upesi kwenye maisha ya mtu. Yaani kumdharau, yaani ni sawa na kusema ndio jambo ambalo linavuta laana kwa haraka. Kwa nini kwa haraka? Kwa sababu wewe umetoka kwenye kiuno cha baba ukaenda kwenye tumbo la mama, miezi 9 ukatoka. Umekula kupitia mama karibia mwaka. Tumboni umetoka ukaanza kunyonya, bado unakula kupitia mama. Yaani ni jambo ambalo linavuta laana kwa haraka. Moja ya kitu kinacholeta laana kwa upesi kwenye maisha ya mtu ni laana, ni kuwadharau wazazi. Ni moja ya kitu kinacholeta laana kwa haraka. Yaani ni kama moto na petroli, haviwezi kusogeleana hivi. Kuna kitu kinatokea, kuna mlipuko unatokea. Ndivyo. Yaani kuwa makini, kaa vizuri na hao wazazi ulionao. Kama una mzazi, kaa naye vizuri. Kama una wazazi, kaa nao vizuri. Kudharau wazazi
ni kuingia katika giza kuu. Utatembea maisha yako yote hapa duniani unapapasa. Utatembea hapa duniani bila tumaini. Utajaribu kila kitu kwa sababu unatembea kwenye giza kuu. Na wengi wanatembea kwenye giza kuu kwa kuwadharau wazazi. Kwa sababu Biblia inasema taa yake itazimika, naye atatembea katika giza kuu. Yaani maisha ya mtu kutembea kwenye giza kuu yanatokana kwa dharau tu wazazi. Mimi nakwambia utaita nuru hautaiona mpaka urudi kuheshimu wazazi au kufanya toba na maungamo kwa ajili ya kudharau wazazi. Jambo la pili, haraka kidogo. Jambo la pili, kudanganya. Ni jambo dogo sana hili, kudanganya. Hebu muulize jirani yako, hivi toka asubuhi haujadanganya? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hivi tangu asubuhi haujadanganya kweli? Eti wewe haujadanganya tangu asubuhi? Haujadanganya tangu asubuhi? Safi. Kudanganya. Okay. Kitabu cha Malaki sura ile ya kwanza mstari wa 14. Kudanganya kunaleta laana kwenye maisha ya mtu. Udanganyifu unaleta laana kwenye maisha ya mtu. Malaki 1:14. Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mme akaweka nadhiri, ila amtolee Bwana kitu kilicho kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana majeshi, jina langu latisha katika mataifa. Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya. Yaani unapodanganya, jamani, nimekwambia maisha ya watu wengi yanateswa na laana. Mwenye kudanganya anakabiliwa na laana kwenye jambo lolote. Mwenye kudanganya anakumbwa na laana kwa jambo lolote. Mwenye kudanganya anapigwa na laana kwa namna yote ile. Biblia inasema alaaniwe mtu mwenye kudanganya. Kifungu kingine, Yoshua. Bwana, nimekaribia kufika. Niko tu hapo, fungua tu mlango, niko mlangoni hapo, niko tu hapo nje. Yuko nje, kumbe yuko mbali kabisa, hata kuondoka hajaondoka. Vipi? Dakika sifuri. Hatokei. Ninamwambia laana inatafuna maisha ya watu, laana inakula maisha ya watu. Yaani badala ya kusema kweli kunakuwa na udanganyifu. Yoshua sura ya 9 mstari wa 22. Yoshua 9:22 na 23. Basi Yoshua akawaita akanena nao na kuwaambia, mbona ninyi mmetudanganya huku mkisema, sisi tu mbali sana na ninyi, tu mbali sana na ninyi, nanyi kumbe mwakaa kati yetu? Basi sasa mmelaaniwa, kisha hata kosekana kuwapo mtu wa kwenu aliye mtumwa, wenye kupasua kuni na mwenye kuteka maji kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Sababu wengi hatusomi Biblia. Hizi ni habari za watu, habari za watu ambao walikuwa njiani kwenye uelekeo ambao Yoshua alikuwa anaelekea
nchi ya ahadi. Sasa walisikia habari za wana wa Israeli. Waliposikia habari za wana wa Israeli, wakasema hivi, hawa tukapatane nao, lakini kupatana nao tupatane nao katika udanganyifu. Wakatafuta mikate migumu kabisa, yani ambayo inaonekana ni ya siku nyingi. Wakaandaa hiyo mikate ya siku nyingi, wakatafuta wakawa nayo. Wakatafuta na mavazi yaliyochakaa. Ukisoma Yoshua huko juu utaona wakatafuta mavazi yaliyochakaa. Walitafuta mavazi yaliyochakaa na viatu vilivyochakaa, wakawaendea wana wa Israeli. Wanawaendea, lengo hawataki kufanya vita nao. Walipoenda wakawaambia, jamani, tunaomba tukubaliane, mtuapie kwa Mungu wenu kwamba ninyi hamtakupiga sisi, kwa sababu sisi tunatoka nchi ya mbali mno. Angalieni, tunatoka mbali mno, tumetembea maili za kutosha mpaka viatu vimetoboka, tumetembea maili za kutosha mpaka mavazi yamechakaa. Angalieni na mikate yetu hii. Hii ndio mikate ambayo tulikuwa tunakula, ilikuwa mikate mizuri mpaka imeharibika. Lengo tumekuja tu hapa kupatana na Mungu, nini tufanye agano kwa Mungu wenu, ili kwamba ninyi msituue, mtuache hai, msituue. Ndivyo Israeli wakasema sawa, wakafanya agano na Mungu kwamba wafanya patano kwa Mungu kwamba hawa watu hatutawaua, hatutawaangamiza. Sasa kumbe hawa jamaa wao walikuwa wamedanganya. Unisikilize, kudanganya kwa lengo la kupata kitu bado kunaleta laana. Kudanganya kwa lengo la kupata kitu, kufanikisha kitu fulani ambacho umekilenga, bado kunaleta laana kwenye maisha ya kwako. Kudanganya tu. Sasa Joshua alipokuja kugundua nyinyi mmetuambia mnatoka mbali, kumbe mnatokea hapa tu. Wanamwambia Bwana, sasa tutapata Bwana kupigana nini? Tunajua Bwana tatuua na nini. Tayari wameshawaapia. Wameweka agano kwa Mungu kwamba hawatawaua. Ndio naona Yoshua anasema hivi, kwa kuwa ninyi mmefanya jambo hili, basi mmelaaniwa. Na mstari wa 22, basi Yoshua akawaita, akanena nao na kuambia, mbona ninyi mmetudanganya huku mkisema sisi tu mbali sana na ninyi, tumetoka mbali mno, nanyi kumbe mwakaa kati yetu, karibu yetu tu hapa. Basi sasa mmelaaniwa. Angalia anachosema, hata kosekana mtu wa kwenu aliyemtumwa. Maana yake kwenye ile jamii hata kosekana mtu aliyemtumwa. Anasema jambo la pili, mwenye kupasua kuni. Yaani maisha yake yatakuwa ni maisha ya kupasua. Yaani anaishi kwa kuuza kuni. Ni laana. Anaishi kwa kuuza. Yaani hata kama alikuwa na maisha ya aje, lakini wanashushwa, wanaishi kwenye viwango vya maisha ya kuuza kuni. Na mwenye kuteka maji kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Sasa angalia, hii ni laana kwa ajili ya kudanganya. Kudanganya kokote kule. Yaani hata kama kumebeba lengo la kukufanikisha wewe mahali, kumebeba lengo la kukunufaisha, kwamba unaona nikidanganya hivi, nikisema hivi, hapa nitasaidiwa. Lakini Biblia inasema mmelaaniwa kwa sababu mmetudanganya. Manake moja ya kitu kinacholeta laana ni udanganyifu, kudanganya. Na maisha ya watu wengi yanaharibiwa na laana hii. Kwa sababu kudanganya limekuwa jambo jepesi. Kudanganya kimekuwa kitu rahisi. Yaani mtu hata hawazi mara mbili. Mara moja tu hiyo, tayari anaangalia manufaa. Hawa watu walijiharibia maisha yao kwa laana ya kuteka maji na kupasua kuni,
kwa laana ya kuwa watumwa kwa sababu ya kudanganya tu. Utajikuta mahali unakuwa mtumwa kwa sababu ya kudanganya tu. Utajikuta unapoteza nafasi, lakini sababu ni kudanganya tu. Sasa hilo ni jambo ambalo linaleta laana kwenye maisha ya mtu. Jambo la tatu, haraka. Jambo la tatu, kuiba. Jambo la tatu linalosababisha laana, kuiba. Hizi tunazungumza ni laana za kibibilia. Kuiba. Moja ya kitu kinacholeta laana kwenye maisha ya mtu ni pamoja na kuiba. Zekaria sura ya 5. Zekaria sura ya 5 mstari wa 3 na ule wa 4. Ndipo akaniambia, hii ndiyo laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. Maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa. Kwa hiyo kila aibaye atatolewa. Kama ilivyo upande mmoja, na kwa hivyo kila aapaye atatolewa kama ulivyo upande wa pili. Kila aibaye, mstari wa 4, na ituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwivi. Laana inaingia kwenye nyumba ya mwivi. Naye na katika nyumba yake yeye aapaye kwa uongo kwa jina langu. Mungu akubariki. Kwa hiyo aapaye kwa uongo kwa jina langu, nayo itakaa katika nyumba yake na kuiteketeza pamoja na boliti zake na mawe yake. Laana inaingia kwenye nyumba ya mwizi. Laana inaingia yani hujawahi kuiba wewe? Hujawahi kuiba kweli wewe? Kwa sababu yoyote ile hujawahi kuiba wewe? Kuiba ni kuiba tu. Unajua kuiba ni kuchukua bila idhini ya mtu. Tunaelewa hiyo? Unajadili juu ya wizi nyingine. Au unajadili juu ya nini? Inawezekana ni leo tumepiga tukio. Sasa laana inaingia kwenye kila nyumba ya mwizi. Inakaa humo. Maana laana inaingia kwenye kila maisha ya mwizi. Mtu akiiba tu laana hii hapo. Mtu akiiba tu laana hii hapo. Yaani wewe usingoje mpaka mtu apatikane akwambia umelaaniwa. Yaani wewe ukiiba tu, yaani saa unaiba unasema ninajilaani mwenyewe. Yaani saa unaiba unasema ninajilaani mwenyewe. Kile kitendo cha kuiba ni kujilaani wewe mwenyewe. Na watu wanajilaani wenyewe. Na wana ujasiri kweli. Umeshazoea, wanajilaani wenyewe. Hapo niseme tu hivi. Kwani fuatilia wale wanaoishi maisha ya kuiba. Fuatilia hata vifo vyao. Hakuna anayekufaga kwa heshima kwa kuiba. Naiba hela za watu, naiba. Huwezi kufa kwa heshima. Utakufa tu vibaya. Fuatilia tu. Kweli utaona umefanikiwa, lakini angalia mwisho wake. Anakufa, anawaacha watoto kwenye wakati mgumu. Anawaachia miradi, anawaachia mashamba, anawaachia nini? Anawaachia fedha nyingi sana alizoiba. Lakini mwisho wa siku zile hela zinawauma mpaka watoto. Kwa sababu laana inaingia kwenye nyumba ya mwizi. Haijalishi umeibaibaje. Unaweza kuona kwamba bwana
inaingia kwenye nyumba ya mwili. Hoteli wameibaje? Kama laana inaingia kwenye nyumba ya mwili, wewe na wake inaingia pa kwenye moyo wa mtu, kwenye maisha ya mtu. Kuiba inaonekana watu mnaibaga, kumbe nini? Wala inaonekana kipengele hiki kimewagusa wengi. Mnaishi na laana kwenye nyumba zenu eti? Kuiba ni kuiba. Malaki sura ya 3 mstari wa 8 na wa 10. Malaki 3:8 mpaka 10. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumeiba kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mstari wa 9. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, na taifa hili lote. Kama ni sio mimi, nikwambia ninyi mmelaaniwa kwa laana. Neno gumu kweli, lakini neno la Mungu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, naam mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Yaani unajua kuna laana za kitaifa. Yaani uwiziwizi ukifanyika unaleta laana kwenye taifa. Ni laana inakuwa juu ya taifa. Ni watu wanaiba mno. Unasikia kwenye nani? Huku kuna matukio mengi. Naleta laana kwenye taifa. Biblia inasema, sasa angalia. Yaani usipotoa zaka, tunamwibia Mungu. Umelaaniwa. Unaona jamani, maisha yanabeba vipengele vingi. Unaweza kuwatumbua watu. Akasema sawa, umejifanya tu, ngoja tu. Akakuacha. Lakini wakati kupanda mahali fulani, mapepo yakaanza tu kusema hamna, mbona yeye mwenyewe hajatoa zaka huyu? Mbona yeye mwenyewe hatoi dhabihu huyu? Yanapata uhalali pale. Yanakugonga tena. Unaona huyu hapa? Sasa Biblia inasema Mungu ameibiwa sadaka. Ameibiwa sadaka inaitwa zaka. Ameibiwa sadaka inayoitwa dhabihu. Maana yake kumbe Mungu haibiwi sadaka tu, anaibiwa mpaka muda. Naiba muda wa Mungu. Haitakiwa uombe au uombi. Takiwa ufanye kazi ya Mungu, ufanye kazi. Umeiba muda wa Mungu. Takiwa utumike, yani itakiwa anze kutumika miaka mingi mno. Mingi iliyopita. Lakini bado kasema bwana mimi bado kapiga bata. Nasema sawa. Sasa picha nataka uipate kwamba kuiba, wizi unaleta laana. Kuiba kwa lengo lolote lile. Nataka tu hapo bwana hapa na mimi. Kuiba kwa lengo lolote lile kunaleta laana. Jambo la 4. Kwa hiyo wanaoandika lakalaka. Jambo la 4. Kutokutii. Kutokutii kunaleta laana. Kutokutii neno la Mungu kunaleta laana. Kutokutii neno la Mungu kunaleta laana. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15. Yaani kinachonisikitisha ni hiki. Kumbukumbu la Torati limebeba mambo mawili. Kumbukumbu la Torati 28 limebeba mambo haya: baraka na laana. Mambo haya mawili, baraka na laana. Baraka zinatangazwa, lakini
laana pia zinatangazwa. Hasa angalia, baraka zimetangazwa mistari 14 tu. Yaani Mungu ameweka baraka zake toka ameanza kutamka, nafikiri kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 14. Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Mistari 14. Lakini laana kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 40 ngapi? Mpaka 68. Yaani ili uelewe kwamba hii ni issue serious. Baraka Mungu ametamka mstari wa kwanza mpaka wa 14. Laana zimeanzia mstari wa 15 mpaka wa 60 ngapi? Yaani ili kuonyesha tu kwamba laana ni kitu kizito, sio mchezo. Basi ingekuwa uwiano basi mstari 14 kwa 14. No, laana ikazidi. Mstari ya kutosha. Yaani ukifuatilia utaona namna ambavyo laana zimeachiliwa. Yaani laana zimeachiliwa yale yatakayotokea na nini. Lakini hii inatupa kujua kwamba maisha ya mtu yanaamriwa na mambo haya mawili. Lakini ni hatari mtu akianguka katika laana. Laana inamchakaza mtu. Yaani sio tu kumpiga. Unajua kuna kile kipigo mtu anapigwa, anabaki na ahueni, ana sura anaonekana. Lakini kuna kile kipigo cha mtu kupigwa mpaka anachakazwa hata sura haionekani. Laana inafanya kazi hiyo. Laana inafanya kazi. Sasa angalia mstari wa 15. Lakini itakuwa usiposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie na kufanya maagizo yake na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Mzee, ndo zimemwagwa kuanzia mstari wa 16 mpaka 60 na ngapi? Sasa wewe mwenyewe ukikagua huko utakuta kuna moja iko kwenye maisha yako imejipachika hapo. Utasema hii yenyewe hii. Yaani ukifuatilia kuanzia hapo kwenye 16 na kuendelea utagundua kwamba kuna mstari mmoja na umekunasa moja kwa moja. Kama sio mmoja, miwili au mitatu. Jamani, kuna laana kwa sababu ya kutokutii neno la Mungu. Na ngoja nikwambie, kwani sauti ya Mungu ni ipi? Zile tu ambazo unaambiwa Mungu, Bwana, amri hii, fanya hivi. Usifanye hilo. Yaani moyo kabisa unasema, unajua, ni Mungu kijambo Mungu lakini nafsi tu. Sasa watu watanionaje unalifanya? Unavuta laana kwenye maisha yako. Kwa sababu hujamtii Mungu. Hapa anasema haya ni kuagizayo hivi leo. Lakini kumbe ni kutokutii tu. Kutokulitii neno la Mungu. Kutokutii kile ambacho Mungu anasema. Na unapigwa kweli, sio mchezo. Unapigwa mno. Okay, nimalizie jambo la mwisho. Jambo la 5. Yako mengi ila kwa leo tu jambo la 5. Kumtegemea mtu. Kuna laana kwa sababu ya kumtegemea mtu. Kuna laana kwa sababu ya kumtegemea mtu. Talifafanua vizuri ili ulielewe. Yeremia 17 mstari wa 5 na wa 6. Bwana asema hivi, amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatokeapo mema, bali atakaa jangwani mahali palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Kuna laana ya kumtegemea mtu. Kuna laana ya kumtegemea mtu. Bwana anasema ni jambo baya sana kumtegemea mtu ukaacha kumtegemea Mungu. Ni jambo baya mno. Na nifafanue jambo hili. Kuna watu ambao kwenye maisha yetu ni wa muhimu sana, lakini tusiwategemee kana kwamba ni miungu. Ugomvi unaotajwa hapa, huyu mtu amemwacha Mungu moyoni mwake. Tendo hili linalingana
imelinganishwa na mtu kwenda kwa mganga wa kienyeji. Yaani moyoni mwake huyu mtu amemwacha Mungu, akaamua kumtegemea mtu. Huo ndio ugomvi. Unaweza ukamtegemea mtu kwa ajili ya jambo fulani, ila usihamishe tegemeo lako kwa Mungu. Yaani imani yako kwa Mungu, tumaini lako kwa Mungu usiliondoe ikiwa unamtegemea mtu. Biblia inasema huyu mtu amelaaniwa kwa sababu moyoni mwake amemwacha Mungu. Amemfanya mtu kuwa kinga yake. Sasa niko na shida gani mimi? Fulani yupo. Kwa nini mimi na shida gani mimi? Fulani yupo. Kwa nini mimi na shida gani mimi? Yaani maisha yake yote, yaani hata habari ya Mungu ndani ya moyo wa huyo mtu hana. Unalaana hiyo, laana mbaya. Amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Angalia, Biblia inasema atakuwa kama fukara nyikani, hataona yanapotokea mema. Atakaa jangwani palipo na ukame, nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Hiyo ni laana. Sasa haya ni machache tu katika mengi ambayo nimekuonyesha ili uelewe kwamba kuna vitu kimaandiko kabisa vinaleta laana kwenye maisha ya mtu. Maana yake ukiyatenda hayo yanafungulia mlango wa laana. Sasa jioni ya leo tunafanyaje? Jioni ya leo tunaomba tena. Tunaenda mbele za Mungu kwa kuomba. Tunaomba nini? Kwanza tunaomba rehema na toba. Jamani, hili ni jambo ambalo halikwepeki. Tunaomba rehema na toba na msamaha kwa Mungu wetu. Mahali uliiba, mwambie Mungu, naomba nisamehe, niliiba. Umedhalau wazazi wako, mwambie Mungu, nimedhalau wazazi, ninaomba unisamehe, halafu naanza kuwaheshimu. Mahali ulidanganya, Mungu, nilidanganya mahali fulani, lengo nifanikiwe, naomba unisamehe. Hivyo mahali ambapo ndani ya moyo wako umemwacha Mungu, haukutii neno la Mungu. Yaani haya ni baadhi ya yale yanayofungulia laana. Lakini kesho tutapeana mengine ili tujue tunafanya toba. Kwa hiyo tukishafanya toba, jambo la pili, tunasimama na nguvu ya msalaba kuangusha kila laana. Naomba nisikilize vizuri. Kuangusha, kutengua kila laana. Maana imeandikwa Kristo alifanyika laana pale msalabani ili sisi tuwe baraka. Manake kwa nguvu ya msalaba, laana yoyote ile iliyokamata maisha yako yaachie maisha yako. Laana yoyote iliyokamata uchumi wako, iliyokamata familia yenu, iachie familia yenu. Kwa jambo la pili, tutaomba itatoe nguvu ya msalaba, ili msalaba wa Yesu upite kuangusha hizo laana kwenye maisha ya kwenu au kwenye maisha ya kwako. Lakini jambo la tatu, tutavunja kila madhabahu zinazoshikilia hizo laana. Elewa, laana inapotokea kuna madhabahu fulani. Tutaona huko mbele, wakati Balaam tulijifunza, tuliona wakati Balaam anaenda kuwalaani Israeli, alijenga madhabahu 7. Maana kuna madhabahu fulani ambazo sasa tutavunja hizo madhabahu ambazo zinaleta hizo laana kwenye maisha yetu. Naomba usimame ili tupate nafasi ya kuomba kwa dakika chache.